maadamu tu maana ya darasa ije, kwa sababu tunajifunza, na Yesu alisema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Ina maana mwanafunzi akihitimu anakuwa sawa na mwalimu, kwa sababu muumini hakui, ni manamu. Lakini sisi ni wanafunzi na tunaamini mwalimu ndani ya watu kwa nje. Kwa ndani tunajua ni Roho Mtakatifu, kwa sababu wamezaliwa na huyo. Na tunaamini jioni hii tunaye hapa akitufunza na kutupitisha katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo tukisema Yesu Kristo ndiye Pasaka, Pasaka ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Mkristo ndiye wewe, Pasaka ni Yesu Kristo na Mkristo ndiye. Hongera sana, kwa sababu Pasaka aliitwa mnyama ambaye huyo mnyama alikuwa ni kondoo, ambaye huyo kondoo tunamuona kwenye Kutoka 12:11 anabatizwa jina Pasaka. Lakini nafikiri walitaka ilete maana zaidi. Huenda mnyama ilikuwa inabakia kwenye tafsiri ya damu, huenda kondoo alibakia kwenye tafsiri ya kondoo kama walizokuwa nazo kondoo tu. Huenda kwenye Kutoka anabatizwa lile jina ambalo tumelielezea maana yake. Walitaka huyo mnyama anayeitwa hilo jina wamfananishe na maana yake. Ina maana watu wasimuone mnyama tu au kondoo tu. Aliitwa kondoo wa dhabihu au mnyama wa dhabihu. Nafikiri hapa inavuta usikivu karibu kwa kuleta maana yake, ili aondolewe kwenye mtazamo wa kumwona kondoo tu, kwa sababu pamoja na kwamba kila mwaka alichinjwa kwa shughuli ya dhabihu, haina maana kwamba si walikuwa na kondoo wengi, haina maana walikuwa hawali kondoo katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kondoo alikuwa analiwa kama mnyama mwingine tu kawaida. Sasa nafikiri alikuwa na maelezo kwamba atengwe, asiwe na ila, asiwe na ukilema, asiwe ameanza kupanda. Kwa hiyo alikuwa anakuwa special fulani kwa maelekezo yenye maelezo, lakini bado still ile maana yake hasa ilikuwa inahitaji maelezo kuelezewa. Sasa kufika hapa Kutoka linaletwa jina ambalo linafananishwa na mazingira kwa kutoa maana yake. Anaitwa Pasaka, maana yake ni Passover. Kumbe huyu mnyama alikuwa, mtu yoyote anayemchinja uharibifu unampass over, unampita juu yake, haumharibu. Kwa mtu yoyote ambaye atamchinja huyu mnyama, uharibifu kwake yeye unampass over, unampita juu yake. Uzima ambaye ana neno aliamua kusema neno. Kabla ya kusema hapakuwa chochote ambacho kingesemeka, kwa akasema, na aliposema, alivyovisema vyote vikatokea. Kwa hiyo uzima ndo kasema neno, na kupitia neno vyote vikaumbwa, na vilivyokwisha kuumbwa vyote, huyu neno akageuka kuwa mti wa uzima. Mithali sura ya 3 mstari wa 18 inasema, yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao, wanaheri wale wanaoshikamana naye. Akawa mti wa uzima ili Adamu amle, kwa maana ya kuamini. Adamu hakuamini katika yeye, akaamini asivyo yeye. Kuamini asivyo yeye ina maana aliamini
asivyo Mungu ambapo hakuna kitu na hakuna uzima. Tayari alikuwa ameshajiweka mahali ambapo hakuna uzima na hakuna chochote. Kwa hiyo hawezi aka-exist kwa sababu ame-activate mahali ambapo hakuna existence yoyote. Kwa pamoja na kwamba yeye alikuwa na exist, kusimama na kukaa mahali ambapo hakuna existence, ina maana alikuwa anaenda kutokuwa hali, anaenda kupotea na yeye, kwa sababu amesimama mahali ambapo hakuna kitu kinacho exist. Kitendo hicho kikamfanya awe tayari kwenye uharibifu automatic. Kitendo kile kikamfanya tayari awe anayesubiria tu muda kupotea na kutokuwepo hapo. Kitendo kile baadaye kilitafsiriwa kwake ingelikuwa kifo. Kwa mujibu wa Warumi sura ya 6 mstari wa 23, mshahara wa yeye kuwa pale hakuna kitu kingine ila ilikuwa ni kupotea, ni kufa, asiwepo. Kwa hiyo alikuwa anakabiliwa na uharibifu na uangamivu, kwa sababu kwa kufungua macho kujiona pale, tayari aligundua alichokiona ulikuwa ni uumbaji wake yeye ambaye hadumu. Kwa hiyo kila kitu alichokitengeneza pale kilikuwa hakiwezi kudumu kama yeye. Na hapa ndo tunaona Mungu ambaye alikuwa uzima akawa neno, akafanya vyote, kisha akawa mti wa uzima. Alipokataa kuaminiwa hivyo na Adamu, tunamuona huyo huyo anatangaza mzao wa mwanamke kuja kuondoa hali hii, au kumuondoa huyu hapa alipojitambulisha ambapo hakuna kitu. Atamuongoza tena ampeleke kwenye kila kitu ambako ni ndani yake. Kwa hiyo anatangazwa atakuja miaka maelfu ijayo, lakini kwa hitaji la sasa, muda ule Adamu na Hawa wamekosea, akachinja mnyama. Kwa hiyo yule mnyama akawa exactly mfano halisi wa Kristo atakaye kuja kufanyiwa hivyo, kwa sababu Mungu alikataa mwanadamu kufa, pamoja na kwamba alikuwa amechagua mwanadamu kufa. Kwa hiyo Mungu alipokataa mwanadamu kufa, ikamlazimu yeye ajiweke pale ambapo mwanadamu anakufa, awe amekufa yeye. Sasa awe amekufa yeye, atakuwa amekufa yeye miaka maelfu ijayo. Kwa hitaji la sasa, ili awe amekufa yeye, akafa mnyama kwa ishara au mbadala wa badala ya kufa yeye. Kwa hiyo akatoa kama mdhamana wa yeye kabla hajaja awe amekufa mnyama kwa niaba ya yeye, kwa ajili ya mwanadamu. Oh, haleluya! Kwa hiyo hapa alionyesha alikuwa amekufa yeye, yaani mwanadamu alipotaka kufa, Mungu alikufa yeye kwa mfano. Haleluya! Na kwa sababu alikuwa hajafa yeye, kwa sababu alikuwa hajaja, kwa hiyo ikabidi mnyama ndo aya amekufa, na yule mnyama aliyekuwa amekufa ndio ilikuwa ishara ya Kristo amekufa. Kwa mfano, siachitu amekufa kwa sababu, ndio maana nasema kwa mfano. Kwa hiyo kumbuka, nimeshakwambia kwamba yeye hakufa, ila alionekana kufanya hivyo kwa ajili yetu. Kumbuka, sisi ndio tuliona kuna madhara, Mungu hakuona kuna madhara. Ndio maana hata Mungu anamuuliza Adamu, nani amekuambia kuna madhara? Kwa hiyo hali ya madhara tuliiona sisi, sio yeye. Kwa hiyo ikabidi na yeye ajifanye kama anaona hali hiyo ili atusaidie. Sasa hapa kuna jambo la muhimu sana, kwa sababu hapa ndo msingi mkuu wa kitu ambacho tunakielezea sasa hivi, tunachokiita ni Pasaka. Haleluya! Nitakuja niiseme tena, ngoja nikupe kitu kingine kifupi. Mwanadamu mara nyingi tunajitahidi kuishi jana na kesho, tunakataa kuishi sasa hivi.
Kwa hiyo sasa hivi inakuwa na udhaifu, kwa sababu sisi tuliopo sasa kiukweli hatupo sasa hivi. Nguvu zetu tumeweka sana kesho, nguvu zetu tumeweka sana jana. Sasa hivi hatupo. Kwa hiyo unapokuwa haupo sasa hivi, ina maana wewe unakuwa umejiwiki mwenyewe, umejidhaifusha, umekuwa mdhaifu mwenyewe, kwa sababu hauishi wewe kwenye wakati ambapo una nguvu. Kwa hiyo unakuwa unaishi kwenye illusion ya kesho, unaishi kwenye illusion ya jana, halafu leo haupo. Kwa ile nguvu ambayo ulitakiwa wewe uipokee sasa hivi, uibebe, uwe nayo, ujitambue kwenye hiyo hali, inakuwa kama ina hang, kwa sababu awareness yako ambayo ndio instrument ya kuifanya hiyo nguvu iwe kwako ulivyo wewe, ambayo unatakiwa kuiupload, kujiconnect naye, unakuwa haupo. Mwanadamu ana mawimbi waves. Mwanadamu ana mawimbi yenye nguvu sana. Hayo mawimbi alionayo ndiyo yanayomtofautisha na viumbe vingine vyote. Ile nguvu ambayo inampa mtu kusimama, kujitambua, kujiona kwenye uyeye na nguvu zake. Mawimbi ni hali ambayo inahisiwa ndani ya awareness ya mhusika au ya nafsi. Kwa mfano, wanyama wote unaowaona pia wana mawimbi. Ndio maana wanasema ili mnyama akushambulie ni lazima hofu ikuingie, na unapopata hofu mawimbi huwa yanashuka. Kwa hiyo unakuwa low wave, ambapo hapo yule mnyama anaweza kukuataka. Lakini ikiwa hauna hofu kumwelekea mnyama wa aina yoyote, hakuna mnyama anaweza kukuataki wewe, sio kwa sababu ya kingine, kwa sababu ya yale mawimbi. Wamasai wanasema wanapomuua wale maborani, wanapomuua simba huwa wanamzunguka, wanamweka katikati, na simba huwa hawezi kumrukia yeyote. Wakati wamemfesi simba wanawaangalia machoni, kwa sababu ukiogopa macho yako yanaonyesha. Kwa hiyo ukitaka kuona useriousness wa mtu, muangalie kwenye macho wakati anazungumza. Kama anaongea uongo, utaona hana ujasiri kwenye macho yake, yataendaenda hivi kidogo kwa namna fulani ambayo sio ya kawaida, ambayo itakupa ishara ya kugundua hapa anaposema na nahitaji kuangalia vizuri, na utaona atakuwa anajaribu kuhangaika kupahariri ili paonekane vizuri kwako. Lakini ukiwa umemwangalia usoni, utagundua. Mtu ambaye ana kitu na wewe hawezi kukazia usoni akakuangalia moja kwa moja hivi, lazima atapepesa macho. Ukiangalia hawezi akakufesi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hayo mawimbi nayokwambia. Sasa simba huwa anaangalia kwenye macho. Mtu ambaye anaoga na hofu, kwenye macho huwa anaona na huwa anajua ndio njia yake itaka kutoka. Kwa hiyo mawimbi ina maana ni uwezo wa mwanadamu ambao kaumbiwa na Mungu. Alipewa mawimbi ambayo yana nguvu kuliko mawimbi ya wanyama wote. Hivi unajua mpaka ugonjwa wenyewe unakufanya wewe uue kwa sababu kuna mawimbi yameshuka. Ukiwa katika mawimbi yenye nguvu, hata ugonjwa unakuogopa, kwa sababu wanasema zile seli za mwili zinakuwa zimesimama, ni gangari, hazigusi na chochote. Lakini ukihofu, ukipata shida kidogo, kwa mfano, nishai kusema siku moja,
Unaweza kanywa maji hata ya kwenye mtaro, lakini kama haujajua haya maji yametoka kwenye mtaro na hali yako, huwezi kuhisi chochote kile. Lakini ukinywa maji ya kwenye mtaro alafu ukatambua ni kwenye mtaro, wakati mwingine ukatajua hata huo mtaro wenyewe hofu ya kwamba ule mtaro ni mchafu, unatiririka kutoka hospitali fulani, unapiga picha ya hospitali, unapata ile picha, unaona lazima kule anatoka magonjwa yote. Hali ile ya hofu huwa inashusha zile hiyo wevu yako, hizo hayo mawimbi yako yakishashuka, unaanza kusikia tumbo hapo hapo. Kwa hiyo mawimbi ni nguvu zako ambazo umepewa wewe kama ulinzi dhidi ya vyote. Kwa hiyo ni lazima utumie kwa maana ya kuondoa hali yoyote ya hofu kwenye maisha yako, na ukaa ukijua kwamba hofu ndiyo ilisababisha matatizo yaingie, kwa sababu ukizungumza na watu mbalimbali, kila mmoja wetu baada ya anguko anaongozwa maisha yake na hofu fulani. Hofu ya magonjwa, hofu ya kukataliwa, hofu ya shetani, hofu ya mauti, hofu ya uchumi mbaya, hofu ya mke, hofu ya mume, hofu ya baba, hofu ya mama, hofu ya biashara yangu, hofu. Kila mmoja anaongozwa na hofu fulani. Kwa hiyo hofu ndio motivation factor ambayo imeshikilia na kuendesha maisha ya binadamu baada ya anguko. Ndio maana Mungu kipindi chochote alipomtokea mtu, cha kwanza alichomwambia usi, kwa sababu anajua usipoogopa mawimbi yako yako juu, na kwa sababu hiyo kakuumba kwa hayo mawimbi. Hakuna chochote kinachoweza kukufanya chochote. Kwa hiyo ndugu zangu, kama tunataka kushinda na tuishi kwenye maisha haya kwa raha, sio ambavyo uchumi wetu unataka, ukipanda tunahisi tuna furaha kwa sababu unaona na milioni 20 benki, basi unatembea kifua kimejaa na unaona unaweza kufanya kila kitu. Ghafla ikitokea kuna mtikisiko, hauna hela kwenye akaunti, unatembea ni mwepesi, huna imani tena, nguvu zote zimeisha, ni kama vile jipu lililokamuliwa usaha. Kwa hiyo imani yako inakuwa zile pesa zilizo benki, imani yako inakuwa kitu fulani ambacho kinakufanya uwe na amani. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho umekiweka badala ya Kristo ambacho ndio kinachokupa imani, na kwa sababu hicho ambacho sio Kristo hakiwezi kuwa perfect kama Kristo. Every day you up and down, kila siku inategemea mambo yameendaje. Mtu unakuwa na amani na furaha na nguvu pale unapohisi nina gunia la mpunga liko, mboga wala usisemi hela iko, mke wangu nimemwacha anaishi, ndio natembea una raha. Mwanamke ndani ya nyumba kundua kuna kile, ana raha. Mwenye haki ataishi kwa imani. Ina maana unaamini unacho hata kama hakipo, lakini unaamini wakati kitakapohitajika kwa uhitaji wake kitakuwa hapo, alafu unaishi. Lazima uanze kuishi, uanze kujifunza kuishi nje ya mkandamizo wa vitu. Hapo mawimbi yako yatakuwa juu. Kuinua mawimbi yako ni pale umetambua, sio kwa sababu ya chochote kile, kwamba amani yangu haitokani na nina nini, amani yangu inatokana na nina nani. Kwa hiyo mara nyingi tunaishi
na kutafuta kile ambacho hatuna. Yaani tunateswa na kile ambacho hatuna. Hivi kuna watu wanakwazika vibaya sana, yaani anakwazika mpaka anatoa matusi na lugha mbaya kwa sababu tu kuna foleni mjini na yeye anawahi mahali, kwa hiyo ana hasira kwa sababu tu yuko kwenye foleni. Amesahau wala hakumbuki kuna mtu anatoka Kilimahewa anaelekea mjini sasa hivi wa mguu. Umekosa parking mjini, unataka kupaki mjini sehemu fulani, kwa hiyo inahitaji upaki mahali pa mbali, na unapoenda inakulazimu utembee kama kilomita 1 hivi ndio kufika ambapo unatakiwa kufika. Unakwazika vibaya sana na matusi, lakini unashangaa kuna mtu ambaye hawezi kutembea, angetamani sana kutembea walao kilomita 1. Umejisikia vibaya sana. Sijawahi kula matembele mimi akiwa peke yake bila vitu vingine. Unasahau kuna mtu mwingine mpaka sasa hivi ana njaa, hajaonja chochote tangu asubuhi. Unalalamika kwenye biashara yako umepata 10,000 kwa siku. Unasahau kuna mama mmoja hapa anaamka saa 11 asubuhi, anaenda Igombe na anaenda kununua samaki, atatembea nazo azunguke zaidi ya masaa 3-4, anafukuzia 2,000. Mawimbi yetu yanashushwa na vitu ambavyo havikupasa kushusha mawimbi yetu. Ni worries fulani na matakwa ya kutaka vitu fulani ambavyo kiukweli wengi wetu sio kwamba hata tunahitaji tuwe na hela kiasi hicho. Amen. Unahitaji kuwa na pesa, mwambie pesa ndio inahitaji kuwa na wewe. Hebu mwambie jamii yako, mwambie unahitaji kuwa na pesa, ila pesa ndio inahitaji kuwa na wewe. Yaani akili zako kwenye kichwa chako unatakiwa uanze kuwaza hivyo kwamba mimi sitakiwi kuwa na pesa, ila pesa ndio inatakiwa iwe na mimi. Oh, haleluya.